Utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya Rais TAMISEMI yanaongozwa na sera, sheria, kanuni, miongozo pamoja na maelekezo ya viongozi wetu. Utekelezaji wa mfumo huu ni sehemu ya utekelezaji wa zile R4 za Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan ile ya reforms. Kupitia mfumo wa amani za makazi, baadhi ya huduma katika ofisi za serikali za mitaa zitakwenda kutolewa kidijitali. Moja ya huduma hiyo ni utoaji wa barua ya utambulisho wa wakazi ambao inakwenda kutolewa kupitia mfumo wa NaPA. Na utoaji wa huduma hii ya barua ya utambulisho unazingatia sheria za serikali za mitaa sura namba 288 na sura namba 287. Katika kilele cha maadhimisho ya wiki ya amani za makazi yaliyofanyika tarehe 8 Februari 2025, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa alielekeza utekelezaji wa mfumo wa amani za makazi kuwa endelevu. Katika kutekeleza maelekezo haya, ofisi ya Rais TAMISEMI ilishaelekeza ofisi zote za mikoa na halmashauri kuteua waratibu wa amani za makazi na kuunda timu za waratibu. Vile vile, wizara inaendelea kufanya maboresho ya miongozo mbalimbali kwa lengo la kuimarisha utekelezaji wa mfumo wa amani za makazi. Miongoni mwa wanufaika wakubwa wa mfumo wa amani za makazi ni ofisi ya Rais TAMISEMI. Shughuli nyingi tunazotekeleza, mfano kutambua kaya maskini, kutambua kaya zenye mahitaji maalum na kadhalika, zinategemea sana amani za makazi. Aidha, mwelekeo wa serikali ni kuunganisha mifumo na kupunguza gharama za utekelezaji wa shughuli zinazofanana. Mfumo wa amani za makazi unawezesha upatikanaji wa taarifa muhimu zinazotumiwa na baadhi ya mifumo yetu kutekeleza majukumu ya ofisi ya Rais TAMISEMI. Hivyo, baadhi ya taarifa ambazo zinapaswa kukusanywa uandani na watendaji wetu zitapatikana kupitia mfumo wa NaPA. Hatua hii inaongeza ufanisi na kupunguza gharama za utekelezaji ndani ya serikali. Kwa kuwa matumizi ya amani za makazi yamezinduliwa, tunalo jukumu la kuhamasisha wananchi wetu kufahamu anwani zao. Kila mmoja katika eneo lake kupitia majukwaa mbalimbali tushirikiane kuhamasisha swala hili. Aidha, kwa watendaji wa serikali za mitaa na vijiji, swala la kuhakiki taarifa za amani za makazi litumike kupima utendaji kazi wetu. Kwa msingi huo, sote tunapaswa kulipa uzito swala hili na kujitoa